mali. Na mali ni mtihani ambao Allah subhanahu wa ta'ala huwatahini waja wake kwa kumpa mtu mali au kwa kumnyima mali. Unaweza ukapewa mtihani kwa kupewa mali, na unaweza kupewa mtihani kwa kunyimwa mali. Zote hizi ni katika aina ya mitihani ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mtu hajichagulii mtihani wa kupewa. Katika neema ambazo au mitihani ambayo watu wengi wamefeli ni mtihani wa mali. Mtu anapojaribiwa akapewa mali, Allah subhanahu wa ta'ala amemjaribu kwa kumpa mali ili amtazame atafanya nini kwenye mali hii. Watu wengi wanafeli hapo, hawaitumii mali kwa namna inayotakikana katika sheria, kwa namna vile walivyoongozwa na miongozo ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali wanaitumia mali kwa wanavyotaka wao, kisha mali ile ikawaangamiza. Na ni wachache katika wao wenye kushukuru. Wa qalilun min ibadi ash-shakur. Allah subhanahu wa ta'ala husema ni wachache katika waja wangu wenye kushukuru. Wenye shukurani ni wachache. Wengi katika watu hawana shukurani. Watakapofunguliwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala, hasa neema ya mali, wao wanaikufuru neema hii kwa kuitumia vile wanavyotaka wao na si vile anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anaweza kukupa mtihani wewe kwa mali kidogo, mali ya kati na kati au nyingi. Haiangaliwi umepewa mali kiasi gani. Kinachoangaliwa kile ulichopewa umekitumia namna inavyotakikana. Tunapozungumza mali kwamba watu wamepewa mtihani wa mali, usidhanie kwamba wale waliopewa mamilioni ya pesa au mabilioni ya pesa, matajiri wakubwa. Wewe pia umepewa mali, hata kama unachokipata ni kidogo, hiyo ni mali na ni mtihani kwako, kama anavyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna. Jueni kwamba mali zenu na watoto wenu ni mtihani. Kwa hiyo haiangaliwi umepata mtoto mmoja au wawili au 10, 20, ni mtihani huo. Haiangaliwi kwamba wewe umepata shilingi 10,000 au laki au milioni. Huo ni mtihani Allah subhanahu wa ta'ala amekupa wewe. Utausimamia vipi mtihani huo? Watu wengi wamefeli katika hili. Allah subhanahu wa ta'ala huielezea tabia ya mwanadamu katika Qur'an, kwa sababu aya zilizokuja kuzungumzia mambo ya mali ni nyingi sana. Hatuwezi tukazitaja aya hizo hata nusu yake katika mimbari hii kwa wakati huu. Lazima tuzichague baadhi. Sasa katika baadhi ya mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja kwa mwanadamu, anasema fa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman, wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. kalla bal la tukrimuna al-yatim ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. الله سبحانه وتعالى anatuambia ama mwanadamu alivyo mwanadamu, Mola wake anapomtia mtihani, anapomjaribu yeye akamkirimu na akamneemesha, Allah akamtukuza kwa namna mbalimbali na akampa neema za mali na kila kitu, huwa ana tabia ya kujisifu na kujigamba, akiwaambia wenzake kwamba ama kweli Mola wangu amenikirimu. Fayaqulu rabbi akraman, husema namna hiyo kwa kujisifu.
kwamba Mola wangu amenikirimu. Na ama mwanadamu huyu atakapokuwa Mola wake amempa mtihani, akaifanya finyu mali yake, akaifanya finyu riziki yake, huwa anapita akilalamika akisema kwamba Mola wangu amenitweza, Mola wangu amenidhalilisha mimi, sina kitu mimi, maskini mimi, analalamika. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hapana, sio hivyo. Kalla bal la tukrimuna al-yatim, lakini nyinyi hamumkirimu wala hamumtukuzi yatima. Yatima kwenu ni mtu duni, mtu dhalili, hana utukufu wowote, hana nafasi yoyote kwenu. Wala nyinyi hamuhimizi kuwalisha maskini. Maskini mwamcheka nyinyi. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wala tahadduna ala ta'ami al-miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma, na nyinyi mnakula mali za mirathi za mayatima, kula kwa pupa, kwa fujo, mnawadhulumu. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, na mnapenda mali kwa mapenzi makubwa mno. Hayo ndio matatizo mlionayo, mwapenda sana mali. Innahu lihubbil khairi la shadid, hakika mwanadamu kwa sababu ya kupenda mali ni bakhili mno. Mapenzi ya mali kwake ni makubwa kuliko anavyompenda Allah subhanahu wa ta'ala, kuliko anavyompenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuliko anavyoipenda dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yuko tayari kufanya jambo lolote ili apate mali. Nyinyi ndio tabia yenu mlionayo. Hivi ndivyo alivyo mwanadamu, lakini amesahau kwamba mali anayopewa na Allah subhanahu wa ta'ala ni mtihani kwake. Kwa hiyo tumejaribiwa sisi kwa kupewa mtihani wa mali. Allah subhanahu wa ta'ala anatutazama kwa kile kidogo alichotupa, tutafanya nini sisi? Kwa kile kingi tulichopewa tutafanya nini sisi katika mali hizi? Allah subhanahu wa ta'ala anatujaribu katika hili. Tukifanikiwa tukapita zile njia ambazo zinamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi sisi tutakuwa mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala minal aminin, ni katika wenye kupata amani, na kinyume cha hivyo ni hasara kwetu.